au ulionenewa popote pale. Kunawezekana walishasema ya kwamba hautafika. Kunawezekana walishakutamkia ya kwamba hautafanikiwa. Kunawezekana walishatamka ya kwamba hautakuja kufanikisha kila unalolifanya. Siku ya leo Mungu amenipa neno hili kwako ya kwamba umetengwa, umetenganishwa na kila aina ya neno baya. Nami nataka niongezea kusema ya kwamba ninafuta na kukataa kila aina ya neno baya au maneno mabaya yaliyokuwa dhidi yako. Nakataa na kufuta kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Nami nakutangazia ukawe na afya njema. Ukawe na afya njema. Ukawe na uchumi imara. Ukawe na furaha ndani ya moyo wako. Ukawe na uzuri zaidi. Na kila unalolifanya likatimie, na mapenzi ya Mungu yaende kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Na imekuwa kwako. Amen. Amen. Jesus. Nimefurahi kuona tena Alhamisi hii tena ya baraka sana kwako kufika mahali hapa. Nimefurahi kukuona kwa kila mmoja kabisa. Nashukuru kumuona mama hapa kutoka Mchangani. Nashukuru sana, nimefurahi kukuona. Nimefurahi kuona ninyi tena mmefika, mmehudhuria tena. Asante tena. Naye nimemuona dada yetu hapa alikuja Jumapili, amefika tena. Mungu akubariki sana sana sana. Nimefurahi kuoneni nyote kwa pamoja, wote bila kumwacha mtu yoyote. Haleluya. Basi siku ya leo kwako iwe ni Alhamisi nzuri kabisa ya kung'oa mapando ambayo adui ameyapanda. Inaweza kuwa adui kapandikiza mbegu mbaya. Inaweza kuwa ni mbegu mbaya iliyopandwa kwenye familia, iliyopandwa kwenye ndoa, iliyopandwa kwenye biashara unayoifanya, kwenye kila unachokifanya. Madam adui kapandikiza nini? Mbegu mbaya. Alhamisi ni Alhamisi ya kung'oa. Haleluya. Alhamisi fani ya kung'oa. Upo tayari kung'olewa? Au pando unalipenda? Kunawezekana, unajua kuna mwingine anaweza kuwa anaota ndoto, anakimbizwa kila siku. Basi kunawezekana yeye anaenjoy kukimbizwa kwenye ndoto. Nasema leo nilikuwa kwenye mashindano ya mbio kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mwingine anaweza kuwa ni mwanamke anatokeza au mwanamume kwenye ulimwengu wa roho, anakuja kama mke au kama mme. Leo nasema nafurahi kumuona mtu huyu. Mimi nataka nikwambie kwamba Alhamisi hii ndio Alhamisi yako wewe utakayoikumbuka maisha yako yote, ya kwamba ndio Alhamisi iliyong'oa pando ambalo adui kaliwekeza ndani yangu. Hivyo yeye kuonaga kuna kipindi unakuwa una hasira, ni mtu wa hasira, afu mpaka unajiuliza, mimi kwa nini nakuwa ni mtu wa hasira? Hata ukiongeleshwa neno dogo umekasirika, hata mtu akikutania tu kidogo umekasirika. Maanake kuna mbegu iliyopandwa na adui ya chuki. Na kuna kipindi unashangaa unachukiwa. Inaweza kuwa unachukiwa na mawifi, na mashemeji, na wakwe, au kazini kwako kuna watu wanakuchukia. Ukijiangalia unajiona, mimi mbona nipo vizuri?
Hauje kuona unajiona upo vizuri lakini kuna mtu anakuchukia tu. Manake adui kapandikiza roho ya chuki, ya kuchukiwa. Leo ni siku yako ya kung'olewa kila aina ya roho iliyowekwa kwa ajili ya kuchukiwa. Haleluya, haleluya. Ndio siku yako, hii siku yako nzuri kabisa. Inaweza kuwa shamba ulilonalo kabla hujalinunua wewe lilikuwa linatoa mazao mazuri, lakini ulipotokea tu na kwanza kupanda mbegu hakuna kinachostawi. Manake adui kaweka mbegu au kapandikiza kitu kinachokula. Kila ukipanda akistawi, kila unachojaribu kupanda akistawi. Leo ndio siku yako ya kung'olewa kila aina ya pando. Haleluya. Kila aina ya nini? Ya pando. Na kuna wengine waga wanajiuliza, wanasema ya kwamba kwa nini kwenye familia yetu hakuna mtu aliyeolewa? Hakuna aliyeolewa. Kwa kila pale wanapoenda kujitahidi kwa ajili ya kuolewa, ule muda unapofika, adui anaweka pando la chuki, la kuzuia, kama kipingamizi kinachozuia hakuna kuolewa. Mwisho wa siku nakuta kuna watu sasa wanazalia tu nyumbani. Simtasikiaga mtu kazalia nyumbani, amezalia nyumbani, afu nakuta ni familia nzima. Leo katika ukoo wenu ilo pando linang'olewa. Ilo pando linang'olewa. Ilo pando linang'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Kila pando asilopanda Baba yetu wa mbinguni linang'oka. Kila wakijitahidi wengine hata kusoma hakuna kinachofanyika. Kila biashara unayoifanya hakuna kinachofanyika. Siku ya leo ni siku ya kung'oa. Sema siku ya leo ni siku ya kung'oa kila pando asilopanda Baba yetu wa mbinguni. Lazima ling'olewe kwa jina la Yesu Kristo. Ni sasa na wengine unakuta nyumba imejaa ni ajali tu, maajali. Mpaka watu wanaogopa kusafiri. Ushakuonaga mtu anasema, naogopa kusafiri mimi. Kwa akikumbuka ajali iliyopita na hata akiangalia hivi gari analiogopa. Pandikiza, sema pandikizi hilo. Leo tumeliona pandikizi. Na pandikizi lazima liondoke kabisa. Litoweke kabisa. Lisiwe sehemu ya familia yako, lisiwe sehemu ya watoto wako, lisiwe sehemu ya ndugu zako. Na adui anakasirika siku ya leo, na hajatamani wewe ufike mahali hapa. Lakini Mungu kanipa neno ya kwamba pando limeng'olewa, pando limeondoka. Hebu iongeze imani yako. Hebu mwamini Mungu ya kwamba anaweza. Sometimes hivi ulishakunaga kuna nyumba, kuna ugonjwa fulani, ulishasikiaga ugonjwa sijui wa pumu, sijui kisukari. Kuna ile nyingine ya damu kuisha, ni inaitwaje ile nani ile? Sikoseli Wasemaga nyumba ina sikoseli. Sio nyumba yako. Sio nyumba yako. Sio kwa watoto wako. Sio kwa wajukuu wako. Sio katika jina la Yesu Kristo. Na kuna kipindi watu wanasemaga ni magonjwa ya kurithi. Nani kakurithisha huo ugonjwa? Simshasikiaga. Wasema haya ni magonjwa ya kurithi. Wanasema babu alikuwa nao huo ugonjwa. Hata bibi yako alikuwa nayo. Hata baba mzaa baba alikuwa nayo.
hata wewe unao. Nasema hivi, gonjwa lolote la kurithi, magonjwa yoyote ya kurithi, kwa mamlaka alionipa Yesu Kristo, natangaza hayapo kwenye familia yako, hayapo kwenye ukoo wako, na ninaachilia upako kama ngurumo ufuatilie watoto wako wote. Hakuna magonjwa ya kurithi, hakuna magonjwa ya kurithi. Natangaza afya njema kwenye ukoo wenu. Hakuna kurithishwa pressure, hakuna kurithishwa kansa, hakuna kurithishwa magonjwa yote mabaya, hakuna, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna. Kwa hakuna uganga wala uchawi kukugusa. Hakuna mafatilizi yoyote mabaya kukugusa. Mungu Mwenyezi mwenye nguvu zote amechukua funguo za shetani, amemnyang'anya funguo ili sisi tuwe huru. Nami natangazia ukoo wako kuwa huru katika jina la Yesu. Hakuna magonjwa ya kurithi, hakuna vifo vya kurithi. Kuna wengine inakuwa kila ikifika mwaka lazima mtu afe. Nasema hakuna, katika jina la Yesu Kristo. Mbegu yoyote adui aliyoipanda haitamea, haitastawi, bali nami natangaza ya kwamba mbegu njema istawi kwenye ukoo wenu. Mbegu iliyo njema ikastawi, mkawe wafanyabiashara wakubwa katika jina la Yesu. Mkawe ni watu mliokuwa na neema kubwa. Natangaza neema ya Kristo, neema ya Kristo ifikie familia yako.